wasitoe mavuno. Na zile zilizoanguka kwenye udongo mzuri ndio watu wenye kulisikia neno na kulishika kwa moyo mzuri na mwema, wakatoa mavuno kwa uvumilivu. Habari njema ya ukombozi wetu. Sifa kwako, Ee Kristo. Basi tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Amina. Kwa kipindi cha majuma mawili, somo letu la kwanza katika misa za katikati ya wiki limekuwa likitoka katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo kwa Timotheo, na ambapo leo hii tunatamatisha, na tumetamatisha Mtume Paulo akisema amina. Akisema nini? Amina. Na amina ya leo imetokana na kiini cha somo la siku ya leo, ambalo kiini kilikuwa kinasema ni kwamba Mungu Bwana wetu Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya wadhambi. Amen. Amen. Alikuja kwa ajili ya nani? Ya wadhambi. Ya wadhambi. Na wadhambi ni akina nani? Ni sisi ambao tunamtafuta kila siku ya maisha yetu. Is that okay? Yes. Tunaenda kanisani kwa sababu sisi ni wadhambi. Kwa jana nilisema hilo tena mtu akajishanga. Tunaenda kanisani kwa sababu sisi ni wadhambi. Alikuja sio kwa ajili ya watu wema, bali wenye dhambi, ili wapate kufanya nini? Kutubu. Tumefika hapa siku ya leo, nitarudia kusema, sio kwa sababu ndugu Seth alikuwa mwema, alikuwa mtakatifu, lakini kwa sababu hata yeye alistruggle katika dhambi. Sawa sawa. So kila wakati tunapomjongea Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwa sababu tunatambua ya kwamba tumepungukiwa. Na leo Mtakatifu Paulo anasema ya kwamba anaongea juu ya Kristo kuja kwa ajili ya wadhambi, na anasema yeye akiwa wa kwanza. Nafikiri hata mimi ninasema mimi nikiwa wa kwanza. Na wewe chukua hiyo iwe yako pia. Na wewe pia ukiwa wa nini? Wa kwanza. Hiyo ndiyo hali ambayo inatuweka katika mazingira ya kuadhimisha misa ya mazishi, kwamba sisi ambao ni wadhambi tunategemea msaada wa Mungu katika safari ya uokovu. Msaada wa Mungu ambao tunaupokea katika sala, msaada wa Mungu ambao tunaupokea tunapojiweka katika hali ya unyenyekevu kulisikiliza neno lake. Msaada wa Mungu ambao tunaupokea leo hii Kristo anapojitangaza kuwa mpanzi, ambaye alitoka kwenda kupanda nini? Mbegu. Na tumeambiwa ya kwamba mbegu ambayo mpanzi alitoka kwenda kupanda ilianguka katika sehemu 6. Sehemu ngapi? 6. Ulisikia 6 wapi? Bure kabisa. Ilianguka katika sehemu ngapi? 4. Haya, tuende ya kwanza ilikuwa wapi? Ya pili? Ya tatu? Ya 4? Sasa ulisikia 6 wapi? Wewe ni bure kabisa.
Na hiyo mbegu ambapo ilikuwa inaanguka, tumesikia leo ya kwamba, niliwaambia mimi nikikuja tule tu story ninasikiaga hapa na tuambatanisha na mahubiri ya siku.